Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba zilizo chini tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka ni siku mbili zimepita toka viongozi wa Marekani pamoja na Denmark na sehemu ya Greenland walipokutana ndani ya nchi ya Marekani. Na hasa namzungumzia J.D. Vance, makamu wa rais wa nchi ya Marekani, Stephen Witkoff, mjumbe maalum wa Rais Donald Trump katika maeneo tofauti amekuwa akimtumia. Lakini vile vile namkusudia Larry Rasmussen ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Denmark, lakini vile vile na mzungumzia Vivian Motzfeldt ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa nchi au wa eneo la Greenland, kwa kuzingatia kwamba Greenland vile vile ina sehemu ya serikali ya ndani. Lengo la kikao hasa ilikuwa ni kuangalia movement au kujadili kuhusiana na movement ya nchi ya Marekani ya kukusudia kuchukua eneo la Greenland. Kikao ambacho hakikufikia katika hitimisho la mwisho, na inaonyesha kwamba bado inahitaji discussion hii, inahitaji vikao zaidi. Lengo la Marekani liko wazi. Imekuwa ikieleza au Rais Donald Trump amekuwa akisisitiza kuhusiana na swala la usalama la eneo la bahari ya Arctic, bahari ambayo inapatikana sehemu ya Greenland. Na hoja ya kiusalama ambayo amekuwa akizungumza ni uwepo wa baadhi ya manuari za nchi kama ya Urusi pamoja na nchi ya China katika bahari ya Arctic. Hoja ambazo memba wa NATO wamekuwa wakiona kwamba ni hoja ambazo hazina mashiko ya moja kwa moja. Kivipi zinakosa mashiko moja kwa moja? Nchi za NATO au umoja ule wa kujihami wa NATO una uwepo mkubwa katika eneo la bahari ya Arctic, hasa kutoka katika sehemu ya Greenland yenyewe, kuzingatia kwamba Greenland iko chini ya Denmark ambaye ni memba wa NATO. Lakini vile vile moja katika geti muhimu la kutoka katika bahari ya Arctic kuelekea katika bahari ya Atlantic, bahari ambayo kwa hoja za Marekani daima huwa haihitaji kuona washindani wake wana dominate au wanakuwa na uwepo katika sehemu ya bahari ya Atlantic. Geti hilo linajulikana kama GIUK Gap, kwa maana ya kwamba Greenland, Iceland, United Kingdom Gap. Ni sehemu muhimu au ni geti muhimu la mapito ya submarine au hizi nyambizi wanaziita. Yani nyingi zinapita katika eneo hili au zinalazimika kupita katika gepu hili, kwa kuzingatia kwamba ni sehemu ambayo ina kina kirefu, kwa hiyo ni rahisi zenyewe kuweza kufichikana. Lakini vile vile movement zote za kutoka katika bahari ya Arctic kuelekea katika bahari ya Atlantic zinahusisha zaidi sehemu hii. Hii ni sehemu ambayo kwa kiwango kikubwa inadhibitiwa na nchi za NATO. Maanake wana zile sona ambazo zina uwezo wa kusoma movement ya vitu vingi vinayopita chini ya bahari, pamoja na kwamba hali ya bahari wakati mwingine inaweza ikabadilika. Lakini vile vile wamejitahidi kuweka layers, kwa maana ya kwamba kipimo fulani kinaweza kwenda deep kwa kiwango fulani, na kisha wakaweka vipimo vingine ambavyo vinaweza kwenda deep zaidi, kiasi ambacho movement nyingi za zile submarine na vifaa vingine ambavyo vinapita chini ya bahari ni rahisi kuweza kusomwa na ni rahisi kuweza kufuatiliwa, kujulikana kama vinakusudia kufanya jambo gani. Na kwa kuzingatia strategy hii ya kucontrol sehemu ya GIUK Gap, ndio maana nchi ya Urusi haijawekeza sana kwenye kupita katika sehemu ya GIUK Gap kuelekea katika sehemu ya bahari ya Atlantic, bali wenyewe wakaanzisha strategy yao inaitwa Bastion Strategy. Bastion Strategy maana yake ni mpango ulioanzishwa na nchi ya Urusi kuweza kuzificha sehemu ya nuclear submarine, kuficha sehemu ya manuari zake ambazo zina uwezo wa kurusha makombora ya nyuklia katika bahari ya Arctic. Kwa maana ya kwamba Urusi wameweza kudhibiti sehemu ya Kara, bahari ya Kara, bahari ya Barents pamoja na Laptev. Hizi ni sehemu ya bahari ndogo ambazo zinapatikana katika bahari ya Arctic, ambazo ziko sana sana au kuna sehemu ambazo zinakatwa na nchi ya Urusi, maana zipo katika mipaka ya nchi ya Urusi. Maeneo haya ndiyo maeneo ambayo nchi ya Urusi mara nyingi inaficha sehemu ya nuclear submarine zake.
Na lengo la kuficha nuclear submarine katika eneo hili ni kwa kuzingatia huu ndio mkono wa pili wa nchi ya Urusi, kwa sababu usalama wa silaha za nyuklia ambao zinapatikana ndani ya nchi ya Urusi, kwa maana Urusi mainland au ile sehemu ya ardhi ya ndani ile ya Urusi kuelekea mpaka katika upande wa mashariki, maana katika maeneo ya Siberia. Hizi silaha zote za nyuklia zinapatikana katika sehemu ya nchi kavu ya Urusi, zinalindwa na sehemu ya nyambizi au hizi manuari zenye uwezo wa kurusha makombora ya nyuklia ambazo zinapatikana katika sehemu ya bahari ya Laptev, sehemu ya bahari ya Berend na sehemu ya bahari ya Kara. Kwa hiyo eneo la bahari ya Arctic katika upande wa Urusi maana ni eneo ambalo linalindwa kwa kiwango kikubwa, na hawahitaji movement ya kupita katika sehemu ya GIUK gap kuelekea katika sehemu ya bahari ya Atlantic. Na ndio maana watu wa NATO wamekuwa wakiuliza Marekani, mna access au tuna uwezo wa kudhibiti movement zote ambazo zinaendelea au zinakusudiwa kufanyika kupita katika GIUK gap kuelekea katika kaskazini mwa bahari ya Atlantic na kuelekea sehemu kama ya Marekani. Lakini ukiachilia mbali hapo, nchi ya Marekani ina base ile Thule base ambayo inapatikana kule katika eneo la Greenland, ambayo ina vifaa vya kutosha vya kuweza kufahamu mienendo ya silaha au vile vifaa vya anga vinavyopita katika eneo la bahari ya Arctic. Maana yake unakutana na zile system kama early alarming system ambayo inapatikana kule katika sehemu ya Greenland. Maana yake ina uwezo wa kutoa taarifa za awali za kuhusiana na aidha kombora limerushwa au movement yote katika upande wa anga. Lakini vile vile wanazo zile hypersonic detective system ambazo zina uwezo wa kutambua yale makombora ya hypersonic walau kutuma taarifa ya awali. Kwa hivyo ina maana ukiangalia muundo huu wa kuwepo kwa base ya Marekani katika eneo la Greenland, hasa lengo lake kubwa inaonekana kwamba Marekani anachohitaji yeye ni kupata taarifa za awali, wakati Urusi anachohitaji yeye ni kulinda mkono wake wa pili kwa kutumia Bastion strategy. Kwa ina maana kwa kutumia nadharia hizo mbili au mkusanyiko wa hizo nadharia mbili ndio unatengeneza balancing of power, unatengeneza ile kubalance nguvu ya upande wa mashariki na upande wa magharibi. Maanake Marekani ana silaha za nyuklia ambazo zina uwezo wa kufika Urusi, na Urusi ana silaha za nyuklia ambazo zina uwezo wa kufika Marekani. Kwa kipimo hichi manake Marekani anachohitaji katika bahari ya Arctic ni kupata taarifa za awali kama kuna movement ya namna hiyo. Lakini Urusi anachohitaji katika bahari ya Arctic ni kulinda mkono wake wa pili, kwa maana ya kwamba second strike, lile pigo la pili, kwamba unapomshambulia Mrusi katika ardhi yake, hata kama utashambulia katika maeneo yote ya nyuklia, maana yake kuna sehemu na yeye ana uwezo wa kurusha kombora la nyuklia likaleta athari kwako. Na hii ndio inatengeneza balancing of power, kwamba kila mmoja anakuwa na mheshimu mwenzake, kwa maana kwamba ukishambulia ndani ya Urusi hauwezi kuwa salama, kwa sababu bado ana option ya pili katika bahari ya Kara, katika bahari ya Berent na katika bahari ya Laptev. Na hii ndio ideology iliyoko hata China, kwamba China moja katika profesa yake Profesa Gao, Victor Gao, alipata kuzungumza siku za nyuma wakati wanafanya ile maadhimisho ya takriban ya miaka 80 baada ya kufanikiwa kuishinda nchi ya Japan na kumalizika kwa vita kuu ya pili. Mmoja katika maneno aliyozungumza alisema kwamba unaiweza ukaishambulia China kwa kombora moja au kwa makombora 100, lakini China haiwezi kukuruhusu wewe ukarusha kombora la pili, maanake ile second strike. Ina maana wana utaratibu wa kulinda kombora la pili, na ndio utaratibu huo vile vile ambao Urusi yuko nao katika bahari ya Berent, Laptev pamoja na bahari ya Kara. Kwa hivyo Marekani hoja anazozitoa au Rais Donald Trump hoja anazozitoa za kuhusiana na kuwepo kwa submarine au kuwepo kwa movement labda za kijeshi ni hoja ambazo msingi wake katika upande wa NATO zinaonekana kwamba ni hoja ambazo hazina mashiko ya moja kwa moja, kwa sababu Marekani ana access au ana fursa ya kutumia sehemu ya Greenland kwa makubaliano baina yao na Denmark, lakini vile vile katika checkpoint muhimu ambazo manuari lazima zipite hapo kutoka sehemu ya Atlantic kuelekea katika bahari ya Arctic lazima ipite katika GIUK gap, na kutoka katika bahari ya Arctic kuelekea katika bahari ya Atlantic lazima ipite katika GIUK gap. Ambapo ukiangalia sasa msingi mkubwa wa Marekani inaonekana ni kwamba wanachohitaji ni rasilimali ambazo ziko katika eneo la Greenland.
na hii inaweza ikapimwa kutokana na uwekezaji ambao umekuwa ukiongezeka spidi kuanzia mwaka 2019. Maanake wale matajiri wote kina Bill Gates, kina Jeff Bezos na mfano wao, wengi wamekuwa kimbilia Greenland kwenda kuwekeza katika upande wa masuala ya rare earth metal na vitu vingine. Na ukizingatia vile vile kwamba Greenland ni moja katika ardhi duniani ambayo rasilimali zake ziko juu, kwa maana kwamba kuna proof ya wazi, scientific proof au ile proof ya kisayansi inaonyesha wazi kabisa kwamba ukienda katika pwani za Greenland, lau utatoa ile barafu inayopatikana, maanake sehemu za juu nyingi inaonekana zina rasilimali ambazo inawezekana zikawa extracted au zikachukuliwa na zikaweza kutumika kwa manufaa. Kwa hiyo lengo kubwa la Marekani inaonekana ni moja wapo ni kudhibiti sehemu ya rasilimali, lakini ile hoja ya kiusalama ambayo wamekuwa wakiitoa kwa sehemu ya bahari ya Arctic ni hoja ambayo inakosa mashiko, kwa sababu sehemu ya bahari ya Arctic au sehemu ya Greenland kuwepo kwake katika bahari ya Arctic maanake inatengeneza tu balancing of power. Inatengeneza kubalance nguvu ya mashariki na kubalance nguvu ya magharibi, lakini sio kwamba labda Marekani ataweza kuidhibiti Urusi au ataweza kuidhibiti nchi ya China. Lakini jambo lingine ambalo tunaliona kwamba inawezekana pia ikawa ni moja katika target ya Marekani, na hii tumekuwa tukiikariri, ni kwa sababu ya umuhimu wa bahari ya Arctic katika upande wa misafara ya kibiashara. Na hii ni kwa sababu mabadiliko yaliyoko duniani kwa hivi sasa. Moja katika gaps muhimu ambazo zilikuwa zikitumika kwa muda mrefu na bado zinatumika ni gap ya Suez Canal. Lakini ukitoka katika bahari ya Hindi kuelekea katika Suez Canal, lazima upite katika sehemu ya Bab al-Mandeb inayopatikana pale katika sehemu ya Yemen. Na strategia ya Bab al-Mandeb inakuwa ngumu kwa sababu ya kuwepo kwa kundi kama la Houthi, na ndio maana siku za nyuma mwaka jana tunakumbuka Marekani ilibidi waingie katika makubaliano na Houthi kwamba hawatashambulia meli zao. Na hata strategia ya nchi kama ya Israel kwenda kuitambua sehemu ya Somaliland inaonekana zipo nadharia za kuonyesha kwamba lengo ni kuwachukua wa Palestine kuwapeleka katika sehemu ya Somaliland, lakini ni hoja ambayo inaweza ikakosa mashiko ya moja kwa moja. Hoja ya msingi zaidi ni strategia ya kuweza kucounter move ya kundi kama la Houthi. Na hii inaonekana ni hesabu ilikuwa imepangwa vizuri kwa kuzingatia kwamba katika siku za nyuma mshirika muhimu wa nchi ya Israel katika eneo la Mashariki ya Kati, United Arab Emirates, ambaye amekuwa fanya strategia ya kuviunga mkono vikundi vingi ambavyo si serikali rasmi ili kuweza kuongeza ushawishi wake. Maanake kuanzia Libya kuja sehemu kama za Sudan, amekuwa akipata dhahabu nyingi kutoka katika eneo la Darfur kwa kutumia kundi kama la RSF, lakini vile vile katika upande wa Yemen alikuwa ameshafanikiwa kuliunga mkono kundi la Southern Transition Council ambalo actually limeanguka sasa hivi kutokana na nguvu ya nchi ya Saudi Arabia. Ila walipokuwa wanaelekea ilikuwa ni kwamba Israel angeweza kucontrol Yemen kwa kuitumia United Arab Emirates. Na jambo hili linaonekana kwamba Saudi Arabia walikuwa wamelifahamu, na ndio maana wakajaribu kufanya counter offensive kwa haraka sana ili kuhakikisha kwamba ushawishi wa nchi ya United Arab Emirates unaondoka katika eneo la Yemen, kwa kuzingatia kwamba kuwepo kwake kungeweza kuongeza influence vile vile ya Israel katika eneo la Yemen. Na hivyo hata uwepo wa Israel au ile strategia ya Israel katika sehemu ya Somaliland bila shaka itakuwa inahitaji calculation nyingine, kwa kuzingatia kwamba katika upande wa Yemen Southern Transition Council imeanguka, na badala yake ile international recognized government, ile serikali inayotambulika kimataifa, ndiyo imeweza kudhibiti sehemu kubwa katika maeneo kama ya Hadramaut na mfano wake. Sasa checkpoint ya Bab al-Mandeb ipo karibu zaidi na Wahouthi, na kwa muda mrefu Wahouthi wamekuwa wana uwezo wa kuamua kwamba nani apite na nani asipite. Mazingira namna hii ni mazingira ambayo yanashawishi kufikiria kuwa na njia mbadala. Pamoja na kwamba Urusi ilikuwa ikitamka mara nyingi bahari ya Arctic kwamba inatakiwa iwe ndio alternative, iwe ndiye njia mbadala, kwa kuzingatia kwamba umbali wa bahari ya Arctic kutokea katika maeneo ya Asia, maeneo ambayo yana uzalishaji mkubwa. Kwa mfano nchi kama China ambayo inajulikana ni largest exporter, ni muuzaji, mzalishaji na muuzaji mkubwa zaidi duniani. Bidhaa kufika katika nchi za Ulaya bila shaka inachukua muda mrefu sana kwa kutumia hizi njia kama za kupita katika Suez Canal na mfano wake. Ile inakuwa nyepesi zaidi kupita katika bahari ya Arctic. Sasa kwa sababu influence ya bahari ya Arctic inakuja kuongezeka, kwanza kwa kuwepo katika nchi kama ya Urusi, ambayo ina uwepo mkubwa katika maeneo yale, lakini vile vile ina meli zile za icebreaker nyingi zaidi kuliko nchi nyingine yote. Kwa ina maana inatengeneza dominance, inatengeneza utawala wake katika eneo la bahari ya kaskazini. Lakini vile vile nchi ya China, kuwepo kwa Urusi maana yake sasa
na kuwepo kwa nchi ya China, ushawishi wake vile vile unaongezeka katika bahari ya Arctic, na ndio maana Marekani alikuwa akipressurize au kiitia pressure kwa muda mrefu nchi ya Denmark isiruhusu China ifanye uwekezaji wa namna yote katika eneo la Greenland, na hilo walifanikiwa, isipokuwa tu katika baadhi ya vitu kama hizo uchimbaji wa hizo rare earth metal na mfano wake, lakini hawana project kubwa walioruhusiwa kuifanya katika eneo la Greenland kwa sababu ya kuhofia ushawishi wao unaweza ukaongezeka, na lau wangewekeza katika sehemu kama za airport au katika sehemu kama za bandari, wangeweza vile vile kufanya disturbance katika masuala ya kiusalama ya nchi ya Marekani, ambayo ingekuwa ina faida kubwa kwa nchi ya Urusi. Sasa katika mazingira namna hii ya kuwepo kwa nchi kubwa kama Urusi, kuwepo kwa nchi kubwa kama ya China, maana yake ni muhimu zaidi kwa Marekani kuwepo. Na uwepo wa Marekani katika eneo la kaskazini, maana yake kwa mazingira hayo hauhitaji au Marekani hawahitaji power yao iweze kubalance baina yao na Urusi au na China. Wao wanachohitaji ni kwamba wao wawe na mkate mkubwa, kwa maana wao na ushawishi mkubwa zaidi kushinda hizi nchi zote mbili. Inaonekana inawezekana ikawa ni motives, pia ikawa ni kichocheo cha kukusudia wao kuitaka Greenland. Lakini kubwa kuliko yote tunachokiona ni kwamba uwepo wa rasilimali katika eneo la Greenland inawezekana ikawa ndio hoja ya msingi zaidi kuliko hoja ambazo Marekani wamekuwa wakizitoa. Kwa hiyo bado tuna muda kuendelea kuliangalia jambo hili, pamoja na kwamba tunataraji kwamba vikao vinaendelea kufanyika vya kuelekea huko, na kile ambacho tunachokiona katika siku za usoni, kuna uwezekano mkubwa Marekani wakaja wakaichukua Greenland kwa sababu ya makubaliano yaliyoko baina ya Denmark na Greenland, kwa sababu Denmark utawala wao ndani ya Greenland wanatawala sehemu ya mambo, lakini mambo ya ndani ya Greenland yanaamuliwa na wa Greenland wenyewe, na hili linaweza likatoa gap kwa Marekani kuweza kufikia katika malengo yake. Kwa hiyo bado tuna muda kuendelea kulifuatilia jambo hili, tukitaraji kwamba katika siku za usoni tunaweza tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa, ni kuomba uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuomba usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.